Yes bwana, moto unaendelea kuungua and of course tulienjoy kinoma na kile ambacho walikifanya Msimbazi kwenye siku ya Simba Day, siku ambayo ilikuwa imegubikwa na michongo mingi kinoma. Of course tulishuhudia vitu vingi, surprise za kutosha, Ali Kiba akifanya yake kwenye performance, Wiz MP pia Chino Wanaman, pongezi nyingi sana kwao, kila mtu alifanya kwa namna ambavyo yeye aliona ni unyama, na mashabiki wengine walienjoy na wengine pia wakabaki in doubt ya kile ambacho kiliweza kufanyika. Lakini pia tumeshuhudia Selemani Mwalimu Gomez tayari dili lake la kuweza kurejea Simba ilitangazwa rasmi kwamba ataweza kurejea baada ya klabu ya Simba kuweza kulipa lile deni ambalo walipaswa walilipe kabla ya mwisho wa mwezi wa 7. Tayari kila kitu kimekamilika na Selemani Mwalimu atarejea Simba na kukiwashi tena kwa mwaka mmoja wa mkopo baada ya mazungumzo kwenda vizuri kati ya Simba dhidi ya mabosi wake ambao ni Wydad Athletic Club. So mambo ni mazuri sana kwa upande huo, lakini ilifika time sasa ya mwekezaji kwenda kutoa hotuba fupi, hotuba ambayo bado imeacha maswali kwa watu ambao wanajua kuchambua hoja, lakini pia ni watu ambao walisikiliza vizuri. Of course kwenye upande wa maboresho alihitaja kuanzia Simba ilipoanzia mchakato wa mabadiliko 2017 kama sikosei mpaka hivi sasa, na kaeleza vitu mbalimbali ambavyo vimekuwa vikifanywa kwenye mchakato huo wa mabadiliko ambao umekuwa ukipitiwa kwa muda mrefu. So mpaka sasa hivi bado mambo hayajakamilika. Tumeshuhudia katiba ikiweza kupitishwa, lakini katiba yenyewe pia kwa mujibu wa mwenyekiti Murtaza Mangungu alieleza kwamba kuna namna anaendelea kuwapa favor bodi ya wakurugenzi ambayo ipo, bodi ya wakurugenzi of course ambayo ipo, kitu ambacho hakipaswa la kipo kwenye katiba ambayo imekabidhiwa mwekezaji. Kitu ambacho alikisema ni kwamba zile kelele ambazo mnazisikiaga kwamba mwekezaji hatoi fedha, mwekezaji hajatoa kitu hichi, mwekezaji amepewa bajeti hajaitimiza, basi amekuwa haitimizi kwa kuwa hataki kuwanufaisha watu. Umeelewa hapo? Yaani zile kelele mnasikia kwamba mwekezaji hajatoa hela, mwekezaji sijui amegoma kitu gani, hafanyi hivyo kwa kuwa hataki kuwanufaisha watu. Kumbe kuna watu wananufaika na fedha za mwekezaji, sio wana Simba wenyewe wala wachezaji. Umeelewa hilo? La kwanza. Lingine akaeleza kwamba mchakato wa mabadiliko haujakwamia kwake, kuna watu wachache ambao hawataki kuona mabadiliko hayo yakitimia. Kingine hicho, jueni kwamba kuna watu wachache ambao wanakwamisha mchakato wa mabadiliko. Hakutaja ni nani na nani, hakutaja umeishia wapi, hakutaja kwamba kama kikao walikawa kajadili ni kitu gani ambacho kinapaswa kiweze kufanyika ili mchakato huo mabadiliko uweze kukamilika, ila amekuja kuambia wanasimba kwamba mchakato wa mabadiliko ni watu wachache tu wanaozuia, sio yeye wala ni yeye. Yuko tayari, mwekezaji yuko tayari, nyie ndo mnakwamisha. Wanakwamisha ni kina nani hatujui. Mwenyekiti wenu ni Murtaza Mangungu, huenda anafahamu, lakini kwa mujibu wa mwekezaji amesema kuna watu wachache ambao wanakwamisha mchakato huo wa mabadiliko. Amesema sababu sijui katiba sijui nini, ni vizingizio tu. Yeye amekuwa akifanya unyama wake wote, lakini pia ametoa ahadi kwamba kuna bilioni 30 kama sikosei, kama nakumbuka vizuri, zipo tayari kwa ajili ya kufanya maboresho pale Bunju. Maboresho ambayo atafanya ni pamoja na kutengeneza gym, kutengeneza ofisi, lakini pia kutengeneza sehemu za recovery. Wachezaji pale ambapo wanakiwasha, basi sehemu kufanya recovery na vitu vingine. So atahakikisha anaboresha, ni swala la muda tu kuweza kukamilisha haya. Hajatoa deadline wala lini, lakini amesema ni moja kati ya mabadiliko ambayo ataweza kuyafanya. Lakini kingine amesema kuna scout itakuja kufanyika. Kuna moja kati ya klabu ya Ujerumani ambayo amefanya nayo mazungumzo, ametaja Stuttgart kama sikosei vizuri, Stuttgart I think so. Ni kitu ambacho I hope so, ni kitu ambacho ameweza kuhakikisha. Akasema kuna makocha 5 kutoka Ujerumani watakuja, then watakuja kuungana na makocha wazawa, watazunguka bongo nzima kutafuta wachezaji, then watapelekwa pale Simba kwa ajili ya kufanywa scouting, wataandaliwa kwa ajili ya project ya Simba ya sasa na miaka mingine ijayo. So ni baadhi ya vitu ambavyo amezungumza, lakini vitu ambavyo ameacha doubt ni hiyo. Sema atoi hela muda mwingine kutokana na hataki kuwanufaisha watu. Amesema pia kwenye upande wa mchakato wa mabadiliko kuna watu wanakwamisha, sio yeye. Lakini kingine ameweza kuahidi kwamba ataweza kashusha player, bajeti ipo, ni Simba tu kuweza kuamua. So sijui ni kuahada, though pia tunisikia Ahmed Ally alisema kwamba tayari wameshafunga dirisha la usajili, lakini viongozi wajua wanakuja kusema bado
na kibunda kipo kwa ajili ya kufanya usajili. Nadhani kuendelea kuwaadaa tu mashabiki, ila hakuna usajili wote ambao utaweza kufanyika tena. Ndio mpaka afisa habari anakuja kudhibitisha hilo, ni kwamba mabosi wenyewe walishatoa mpango kazi ambao tayari umeshatekelezwa, na ni yeye kwenda kudhibitishia umma kwamba hamna ingizo jingine lolote ambalo linaweza kuongezeka hapa. Hiyo kuna namna mwekezaji pamoja na mwenyekiti wa bodi walikuwa wanapigiana pasi kinoma noma. Ukitazama pia kwenye utoaji wa tuzo zile, alikuwa ni mwekezaji pamoja na mwenyekiti wa bodi tu ambao walikuwa wanapiga zile picha za pamoja. Sasa sijui Rabiume anaenda kuzicrop, maana mwenyekiti Murtaza Mangungu alikuwa pembeni kabisa huko, yani anaangalia tu hivi picha then anakopa mkono basi, lakini hajashiriki kwenye kupiga picha. Sijamuona akiweka pose lolote mwenyekiti wa watu, sijamuona akihusika na lolote zaidi ya kutoa mikono tu. Yani kuna namna, yani sijui. Lakini pia niliona hata Ahmed Ally pia alimpa sifa nyingi sana mwekezaji kwamba asikate moyo, asivunjike moyo, aendelee kupambania, bado anamtegemea na vitu kadha wa kadha. Lakini akuelezea kwa upande wa wanachama ni vitu gani ambavyo wanapaswa kufanya, au mwenyekiti Murtaza Mangungu ni vitu gani ambavyo anaendelea kuvifanya kwa upande wa wanachama kuhakikisha timu inafanya vizuri. Murtaza Mangungu kimya, hatakagi mambo mengi, yanakuja kusimama tu na katiba yake na unyama unakuwa ni mwingi sana. Lakini kingine pia ambacho mwekezaji ameweza kuzungumzia ni kwamba hajakwamisha mchakato wa kuweza kuongeza wanachama wapya. Hilo jambo alipokuwa kikabisa, ni wana Simba wenyewe tu na mambo yao ndio wanashinda kuweza kukamilisha hicho kitu. Bado ni msala mwingine tu unaenda kwa upande wa mwenyekiti Murtaza Mangungu. Hajawahi kusema mchakato ulikwamia wapi. Mara ya mwisho kufanya press walidhibitisha kwamba yule ambaye alikuwa anamtegemea kwa ajili ya kufanya usahihi au kuweza kuandaa mfumo kwa ajili ya kuweza kusajili wanachama ndio alizingua hapo. Ndio hivyo. Angesema tu bwana, mchakato ulishafanyika. Mwekezaji sasa angesema mchakato ulishafanyika, na kitu pekee ambacho kimeweza kukwamisha kama ambavyo tuliwaambia ni watu ambao wanapaswa kuweza kutusaidia kwa upande wa kuhakikisha tunapata mtu mzuri wa kuandaa mfumo ukamilika, basi wanachama wataongezeka. Ingekuwa easy tu, lakini kusema kwamba sio yeye anakwamisha, upande mwingine ni kama kumrushia pia mpira bana mwekezaji, ili mambo yaendelee kuwa mazuri kwa upande wao. Mimi naona ile bifu alijaisha, yani kuna fukuto ambalo lipo chini kwa chini, ile kujua anaamua kuliziba ili mambo yaonekane ni mazuri kwa upande wao, lakini bado Simba haijanyoka. Bado Simba wanarushiana sana mipira, hasa viongozi pindi ambapo wanapewa mic, yani wanarushiana sana mipira. Tumeona picha tunakumbatiana vizuri, kumbe kuna script liko huko bana, linasubiri tu kuwasilishwa na mwekezaji. Hii Simba mimi nakwambia, wakiendelea hivi sidhani kama wataweza kufaidika na kile ambacho wamekuwa kikiandaa kwa muda mrefu. Bado wataendelea na kuchomeshana, wataendelea kuwafanya wengine wamuone huyu mtu ni sahihi, mwingine sio sahihi. Bodi hii inafanya vizuri, bodi haifanye vizuri, umoja upo, sijui ni nini, nguvu moja ipo, wakati ambao bado wanaendelea kuzungukana wenyewe kwa wenyewe.